Unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Karibu katika kurasa za habari ndani ya Rahby Digital, ukiwa nami mtangazaji wako Haifa Muhammad. Siku ya leo, mwili wa mateka Manny Goddard warudishwa na Hamas kwa Wazayuni. Serikali ya Israel imethibitisha kuwa mwili uliorejeshwa na Hamas siku ya Alhamisi ni wa Manny Goddard, mwanaume mwenye umri wa miaka 73 ambaye aliuawa wakati wa mashambulizi ya tarehe 7 Oktoba. Mwili huo uliwasilishwa kupitia magari ya shirika la Msalaba Mwekundu saa chache baada ya Hamas pamoja na Islamic Jihad kutangaza kwamba mabaki hayo yalipatikana katika eneo la Khan Yunis, kusini mwa ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa ofisi ya waziri mkuu wa Israel, vipimo vya kitibabu vimeonyesha bila shaka kwamba mwili huo ni wa Goddard aliyeuawa pamoja na mke wake Ailet katika uvamizi wa Kibbutz Be'eri mwaka jana. Hadi sasa, miili ya mateka watatu waliokufa bado haijarejeshwa, huku hatua ya kwanza ya mpango wa kusitisha mapigano, sehemu ya mpango mpana unaoongozwa na Marekani, ikiwa inaendelea. Chini ya makubaliano hayo, Hamas ilikubali kuwarejesha mateka 20 walio hai na miili 28 ya wale waliouawa. Wote waliokuwa hai waliachiliwa huru tarehe 13 Oktoba kwa makubaliano yaliyohusisha kuachiwa kwa wafungwa 250 wa Palestina na wengine 1718 waliokuwa wakizuiliwa Gaza. Kwa kila mwili wa raia wa Israel unaorejeshwa, Israel pia inatakiwa kukabidhi mabaki ya Wapalestina 15. Hata hivyo, changamoto ya utambuzi inaendelea kutokana na ukosefu wa vipimo vya DNA ndani ya Gaza. Katika shambulio la tarehe 7 Oktoba mwaka wa 2023, Hamas iliwakamata watu 251 na kuwaua takriban watu 1200 kusini mwa Israel. Tangu Israel ianze mashambulizi ya kujibu, zaidi ya Wapalestina 1069 wameripotiwa kufariki, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza, takwimu ambazo Umoja wa Mataifa huzitumia kama rejea. Kati ya miili mitatu iliyosalia Gaza, miwili ni ya raia wa Israel na mmoja ni wa raia wa Thailand. Israel inasema Hamas inachelewesha makusudi utafutaji wa miili hiyo, ilhali Hamas inadai mabaki mengi yamefunikwa na vifusi. Kuchelewa huku kumesababisha kusimama kwa hatua ya pili ya mpango wa amani wa Rais wa Marekani Donald Trump, unaojumuisha mstakabali wa uongozi wa Gaza, kuondolewa kwa majeshi ya Israel, kuondolewa silaha kwa Hamas pamoja na ujenzi upya wa ukanda wa Gaza. Kwingineko, walowezi wa Kizayuni wateketeza msikiti wa West Bank. Tukio la kutisha limetikisa ukingo wa Magharibi baada ya kundi la walowezi wa Kizayuni wanaoishi kinyume cha sheria kuvamia na kuliteketeza moto eneo la ibada la Waislamu. Hili limetokea katika msikiti wa Hajja Hamida uliopo kijiji cha Deir Istia karibu na mji wa Salfit mapema siku ya Alhamis. Picha kutoka eneo la tukio zinaonyesha kuta za msikiti zikiwa zimechorwa maneno ya chuki dhidi ya Waarabu na Waislamu, huku sehemu ya ndani ikiharibiwa vibaya kutokana na moto. Hata nakala za Qur'an tukufu hazikuokolewa, nyingi ziliungua. Kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Palestina, Wafa, wanakijiji walikimbia kwa haraka kuuzima moto kabla haujateketeza jengo zima. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kupitia msemaji wake Stefan Dujarric alilaani shambulio hilo, akisisitiza kuwa maeneo ya ibada lazima yaheshimiwa na kulindwa wakati wote. Alikumbusha pia kuwa vitendo vya walowezi dhidi ya Wapalestina ni sehemu ya mfululizo wa ukatili unaochochea mvutano ambao lazima ukomeshwe mara moja. Aidha, alielezea wazi Israel kama nguvu inayoikalia ardhi ya Palestina inawajibika kuwalinda raia wa Kipalestina na kuhakikisha wahusika wa mashambulizi wanachukuliwa hatua. Vuguvugu la mapambano la Palestina, Hamas, nalo limesema tukio hilo ni jinai ya kuchukiza na ishara ya wazi ya chuki, ubaguzi na ukandamizaji unaoendelea dhidi ya maeneo matukufu ya Kiislamu na Kikristo. Limesisitiza kwamba matendo haya ya walowezi wa Kizayuni yanaendelea kwa msaada kamili wa utawala wa Israel, wakijaribu kubadilisha utambulisho wa ardhi na historia ya Palestina. Serikali ya Jordan kupitia Wizara ya Mambo ya Nje pia imelaani vikali mashambulizi hayo yaliyoongezeka katika ukingo wa Magharibi.
Msemaji wa wizara hiyo, Fuad Majali, ameyataja matukio hayo kuwa mwendelezo wa sera kali za Israel zinazochochea chuki na ukatili dhidi ya Wapalestina. Ameonya kuwa ukiukaji unaoendelea ukipatana na mashambulizi ya walowezi wa vikwazo vinavyowekwa kwa Wapalestina unaweza kuamsha vurugu kubwa na kuhatarisha utulivu wa eneo zima. Majali ametoa wito wa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti kuisimamisha Israel katika msimamo wake wa kuendeleza mashambulizi na kusimamisha haki za Wapalestina kujenga taifa lao huru katika mipaka ya Juni 4 mwaka wa 1967 lenye mji wa Jerusalem Mashariki kama mji mkuu. Habari nyinginezo ni kuwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa laandaa kikao cha dharura kuhusu machafuko Sudan. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limeanza kikao maalum mjini Geneva Ijumaa kujadili hali inayoendelea kuzorota katika eneo la Al-Fashir, Sudan. Hatua hii imechukuliwa kufuatia taarifa nzito kuhusu kuuawa kwa raia wengi wakati vikosi vya wanamgambo vilipouteka mji huo. Katika kikao hicho, wajumbe wanatarajiwa kupitia azimio jipya linalopendekeza kuundwa kwa timu maalum ya uchaguzi ya Umoja wa Mataifa. Timu hiyo itatakiwa kuchunguza kwa haraka ukiukaji wa haki za binadamu unaodaiwa kufanywa na vikosi vya msaada wa haraka RSF pamoja na washirika wao katika Al-Fashir na pia kubaini watu waliohusika moja kwa moja na madhila hayo. Akihutubia wajumbe, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa alitoa wito mkali kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za dharura. Alinukuu, "Tumeshuhudia maneno mengi kuliko vitendo. Ni wakati dunia isimame imara kupinga ukatili huu wa wazi unaolenga kutawala na kuangamiza raia." Kutekwa kwa mji wa Al-Fashir tarehe 26 Oktoba na RSF kumeimarisha udhibiti wao katika eneo la Darfur, huku vita vya zaidi ya miaka 2.5 dhidi ya jeshi la Sudan vikiendelea bila dalili ya kukoma. Kufikia hapo ndio tamati ya matangazo yetu, ukiwa nami mtangazaji wako Haifa Muhammad. Hadi wakati mwingine, asante. Rahby Digital, haki na ukweli.